Ya, na karibu ndugu mtazamaji. Kuna swali tumeulizwa kwamba kwa nini wanasema ulaji wa mchele mbichi inaweza kusababisha ama upelekea mawe kwenye figo. Ni kweli kabisa kwamba ulaji wa jamii za mbegu, sio mchele peke yake, jamii za mbegu kama mchele, jamii za ngano, jamii za mbegu isipokuwa karanga, jamii za mbegu ambazo hazijaiva vizuri ama hazijapikwa vizuri, ni kweli kabisa zinaweza zikapelekea mawe kwenye figo, hali maarufu kama kidney stones. Hii ni kutokana na mkusanyiko wa oxalates ambazo hutokea ama uwepo kwenye jamii za mbegu kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo zinapokusanyika katika mwili wako huweza kupelekea mawe kwenye figo. Unaona, na uchujaji kuwa mgumu katika mwili wako. Sababu nyingine ni pamoja na kuchangia upatikanaji wa choo kuwa wa shida. Hasa mchele mbichi unatafuna mara kwa mara, hasa yule anayetumia sana, inaweza kapelekea tatizo kubwa, kwa sababu hii inaenda kuathiri njia ya uchujaji wa sumu ama taka mwili. Kwa hivyo unapotumia hivi vitu vinaleta hizo oxalates ambazo ni maarufu sana, zinapokutana na madini kama calcium katika mwili wako, basi upelekea ama uchangia matokeo ya mawe kwenye figo ama kidney stone katika mwili wako. Hivyo usitumie vyakula ambavyo vijapikwa vizuri, hasa jamii za mbegu. Lakini pia usipendelee sana kutafuna mchele mbichi, ni hatari sana kwa afya yako. Kwa wale wanaopendelea sana kula sana mchele mbichi, I say mnazalisha hizo oxalates kwa kiasi kikubwa. Oxalates hizi ni kemikali ambazo ni common ama ni za kawaida kabisa kwenye jamii za mimea, unaona, tunazotumia kila siku. Lakini zinapoingizwa kwa wingi, alafu unakuta mtu hanywi maji ya kutosha, basi hii huweza kupelekea tatizo hilo kwa kiasi kikubwa. Kuna baadhi ya vyakula ambavyo hubeba oxalates kwa kiasi kikubwa. Mfano jamii za beetroot, jamii za mboga za majani zenye kakasi kama mchicha, spinach, ukitumia kwa kiasi kikubwa. Lakini pia hata jamii za chai nene ama chai nzito. Unaona, watu wanaopenda sana kunywa chai, jamii za chocolate, kahawa, hivyo vitu vinabeba oxalates kwa kiasi kikubwa. Lakini sababu nyingine kwa nini hizi jamii za mbegu zinaweza zikachangia mawe kwenye figo ni kwa sababu zina kemikali ngumu kumeng'enywa katika tumbo lako. Mfano, kuna kemikali aina lectins pamoja antinutrients ambazo mara nyingi hizi zikichukuliwa kwenye mfumo wa damu zinaweza kapelekea shida kwa kiasi kikubwa. Lakini pia zinakuwa zinazuia ufyonzaji wa calcium pamoja na magnesium katika mwili wako, madini ambayo ni muhimu sana kwa figo. Hivyo basi tunakushauri usipendelee kutafuna mchele mbichi ama kula mara kwa mara, ama jamii za ngano mbichi unatafuna mara kwa mara. Achana na hiyo tabia, inaweza kukuletea matatizo makubwa sana. Asanteni sana.